Je, umewahi kuota uko uchi mbele za watu? Unahangaika namna ya kujifunika uchi wako? Nini maana ya ndoto hii, niko uchi? Na hii ndoto mara huwa inajirudia na kujirudia kwenye maisha yako kila wakati. Hii ndoto huwa inapotea lakini baadaye inarudi. Yaani kwenye maisha yako yamkini umeshaiota hii ndoto kama mara 6, mara 5, mara 7. Maana ya kuota uko uchi kila wakati ni nini? Unaota unatembea uchi, halafu unahangaika kutafuta kitu cha kujifunika. Kama ni binti unatafuta kitu cha kufunika maziwa yako, ama kufunika. Kama ni kijana unatafuta kitu cha kufunika mpaka huku chini. Unajaribu kufikiria, je, umewahi kujua maana yake ni nini? Leo naomba nikuambie katika jina la Yesu. Upo mfumo wa dhambi ama mfumo wa kukoseshwa wa siri ambao haujaamua kuuacha. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani ya miti wakajifanyia nguo. Soma ule mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mwanadamu wa kwanza alipomkosea Mungu na kumtenda Mungu dhambi, jambo la kwanza ambalo alijiona ni uchi. Alijikuta yu uchi. Wewe ambaye umekuwa unaota ndoto mara nyingi uko uchi, asesi maisha yako. Kuna kamfumo fulani kakukosesha ambacho kanakutafuna kwa siri, na hiki kinatafsiri ni kana kwamba uchi wako ama aibu yako ipo mbele za Mungu. Mungu anakutazama. Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu ya uchafu wako umemwagwa na uchi wako umefunuliwa kwa njia ya uzinzi wako pamoja na wapenzi wako, na kwa sababu ya vinyago vyako vya machukizo yako, kwa sababu ya damu ya watoto wako uliowapa. Basi tazama, nitawakusanya wapenzi wako wote ambao umejifurahisha pamoja nao, nao wote uliowapenda pamoja na watu wote waliokuchukia. Naam, nitawakusanya juu yako pande zote na kuwafunulia uchi wako, wapate kuona uchi wako wote. Hii ni moja ya tafsiri. Wakati fulani nilikuwa naomba na mchungaji mmoja kutoka mji fulani, na kila wakati usiku akilala lazima aote yuko uchi. Na tukaanza kumuuliza Mungu, kwa nini? Ndipo Mungu akanisemesha namna ambavyo katika familia yake maisha waliokuwa wanaishi ama maisha wanaoishi ni sawa na maisha ya uchi. Wengine wanaweza wakaota hizi ndoto kwa sababu ya ugomvi walionao baina ya mke na mume. Hamuishi maisha ya amani, maisha ya kukubaliana. Mmekuwa na maisha mabaya ya kutokuwa na amani. Jambo lolote ambalo ni makosa mbele za Mungu yanaweza kukufikisha ukawa unaota ndoto za namna hii. Uko uchi. Binti mmoja akaniambia, nimeota niko uchi mtumishi. Nilipoenda kuomba Bwana akaniambia kuna kitu cha siri nyuma yake. Ameokoka, anampenda Mungu. Nikamuuliza, Mungu ananiambia kuna kitu cha siri, hakunificha. Akaniambia ni kweli. Nilipomwambia hii pointi ya kwanza ya kwamba kuna mfumo wa siri wa dhambi uliong'ang'ania, akaniambia ni kweli. Maisha nayoishi, nalelewa na mume wa mtu, na kila nachokifanya ni habari ya mume wa mtu. Hii ni tafsiri ya wazi ya kwamba uchi wako, hii ndio aibu itokanayo na dhambi. Kuna watu ambao wanaota wako uchi kwa sababu ya mfumo fulani walioung'ang'ania.
ama kama ni kanisa linaweza likaonekana liko uchi, kwa sababu kuna aina ya uovu ambao adui ameuingiza, ambao hawajakubali kuuacha. Kuna kitu kinaitwa vazi la wokovu, the garment of salvation. Kila aliyeokoka anavikwa hilo vazi. Ukikosea tu lile vazi unaweza ukaota limechafuka. Nitafundisha kwenye ndoto zinazofuata. Naota nguo zangu ni chafu, nimevaa nguo chafu, nguo zangu safi nyeupe zina madoa. Maana yake ni nini? Umenajisika, umelinajisi vazi la wokovu. Naye akafanya hivyo, akaenda uchi, miguu yake haina viatu. Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu Isaya anavyokwenda uchi, hana viatu, awe ishara na ajabu kwa muda wa miaka 3 juu ya Misri na juu ya Kushi, vivyo hivyo mfalme wa Ashuru atawachukua uchi wafungwa wa Misri na watu wa Kushi waliohamishwa, watoto kwa wazee, hawana viatu, matako yao wazi, Misri ihaibishwe. Uchi wako utafunuliwa, naam, aibu yako itaonekana. Nitalipa kisasi, simkubali mtu yeyote. Uchi wako utafunuliwa, naam, aibu yako itaonekana. Nitalipa kisasi, simkubali mtu yoyote. Tafsiri ya kwanza kwa unayoota unatembea uchi, tafuta maisha yako, angalia maisha yako. Kuna kamfumo, kuna katabia ambacho shetani amekupa, ambacho hicho kinakudhalilisha mbele za Mungu. Tafsiri ya pili, wewe ambao unatembea huko uchi, ule mstari tumesema, anasema hadi matako yao yataonekana. Aibu kabisa hii, mfumo wa kipepo. Jambo la pili, kwa nini unaota huko uchi? Kutupiwa roho ya aibu na fedhea. Kuna watu wengine ambao wanaona wako uchi kwa sababu iko aibu mbele yao, imeachiliwa, wametupiwa, imewaajilia hiyo aibu. Ni roho kamili. Angalia kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 19. Hao watumishi kitu ambacho Mungu amewafanya, lile pepo liliwafanya. Matendo ya Mitume sura ile ya 19. Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Kwa nini unaota ndoto huko uchi? Ni roho ya fedhea na aibu. Na kuna wengine ambao mmezirisi. Unaota huko uchi, lakini umerisi uovu wa kwenu. Basi hasira yake Sauli ikawaka juu ya Yonathani, akamwambia, wewe mwana wa mke mkaidi, asi, je, mimi sijui ya kuwa umemchagua huyo mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Kumbe kuna aibu ambazo unaweza ukazirisi. Kuna aibu ambazo unaweza ukazirisi, ama roho ya aibu umetupiwa, ama roho ya fedhea umetupiwa. Na ndio maana unasikia mwingine anasema nimeota nimevaa kitopu. Maana yake umetupiwa roho ya ukahaba. Usipoomba, ile roho itakufuata, ile hali itakufuata, na ghafla utaanza kuishi maisha ya aibu, ya kujifedhehesha, kuifedhehesha jamii ya kwenu. Namba 3, kwa nini umeota uko uchi? Umeota uko uchi, ama unamuota mtu uko uchi kwa sababu ya roho ya umaskini. Ayubu sura ile ya 1 mstari wa 21 akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Uchi manake ni utupu, kutokuwa na kitu.
So kuna watu ambao wanaota wako uchi kwa tafsiri ya kuonyeshwa ya kwamba wao katika maisha yao hawatakaa wawe na kitu, wataishi kimaskini. Na watu wa namna hii hata wakikusanya mali, zile mali hazikai. Hata wakiweka akiba, zile akiba hazikai. Alama nyingine ya kukuonyesha ya kwamba ama maana ya kwa nini unaota uko uchi ni umaskini uliokubuhu. Ulizaliwa bila kitu na utarudi bila kitu. So wako watu ambao wanaota wako uchi, ikitafsiriwa ya kwamba ni umaskini uliokubuhu. Duniani hapa ukiota namna hiyo, maana yake, ninaposema na mimi maana yake unajipima. Kama kwenye ya kwanza mfumo wa dhambi fulani ukijitafuta unaona hamna, ya pili maana yake umetupiwa nini? Roho ya aibu na fedhea. Ya tatu maana yake nini? Umetupiwa ama unatembea kwenye roho ya umaskini. Ayubu anasema na alizaliwa ni uchi. Uchi. Ndoto ya namna hii sio ya kuidharau kwenye maisha yako. Na tangu ulipoota namna hiyo kuna kitu ulipoteza. Kuna msimu mwingine ulifunguliwa kwenye maisha yako ambao kwa kweli umekuleta kwenye mashaka na majuto. Roho ya umaskini. Ayubu anasema na alizaliwa uchi na nitarudi uchi. Wako watu wananifuatilia hapo, wanapambana na maisha, wanapambana na nini, lakini kila siku wanaota wako uchi. Ufukara upitao kawaida ni zaidi ya umaskini. Ukishaota ndoto ya namna hiyo lazima ujue inamaanisha pia umaskini. Namba 4, unapoota ndoto uko uchi inamaanisha nini? Roho ya uchawi na ushirikina. Yaani kuna watu ambao ukiwaotea wako uchi, maana yake Mungu anakuonyesha roho ya uchawi na ushirikina walionao. Kuna mtu mwingine we mwenyewe unaota uko uchi, unateswa na roho ya uchawi. Ukifuatilia kwenye familia yenu, jana mmeona tulikuwa tunashughulikia uchawi. Mtu anacheza kiganga kabisa mbele ya madhabahu. Yaweza akawa umeokoka lakini umetoka kwenye asili ya uganga, asili ya uchawi wa kutisha. Sasa ni lazima ujue namna ya kushughulikia uchawi huo kwenye familia yenu. Namna ya kuomba. Kila unapoota uko uchi, uombe namna gani? Sasa namna ya kuomba inategemeana na kipengele gani umeangukia. Kama umeangukia kwenye kipengele cha mfumo wa kukosesha, manake unaanza namba 1 kwa toba ya kweli na kuuvunja ule mfumo ili uweze kupiga hatua. Kama ni kwa habari ya kutupiwa roho ya aibu, vile vile pia utaanza kwa toba ya kweli, na ndipo utakaposimama kukataa roho ya aibu na fedhea. Sasa nitashindaje? Nitaombaje kinyume na hii roho? Mimi naota niko uchi, mtumishi, napita miezi 6, baada ya hapo huyo na puyanga barabarani uchi, mama mtu mzima, na puyanga barabarani uchi, mbaba mtu mzima. Mbaya zaidi mimi na mme wangu, mbaya zaidi mimi na mke wangu. Hatua ya kwanza ni toba ya kweli na kuvunja ule mfumo. Kama ni kukosekana amani kwenye ndoa, rudisha amani. Wewe uwe chanzo cha amani, usiunge mkono faraka. Kama ni maisha fulani ya dhambi ulikuwa unaishi, mume wa mtu, mke wa mtu, sijui nani, michepuko, whatsoever, you break that. Halafu utaanza kuona sasa umevaa vizuri, ndipo utaifikia ile kesho ambayo Mungu ametaka. Sema amina. Namna ya pili ya kuomba ni kutengwa na roho ya fedhea na aibu. Hapa ni mahali ambapo unaanza kujitenga we mwenyewe, na wakati mwingine unawaendea watu waliotiwa mafuta. Na ni rahisi sana haya maombi ukiwa unaomba mwenyewe, unaomba ukimuhusisha Kristo, sawa sawa na kile kitabu cha Isaya 53 ule mstari wa 4.
Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejivika aibu zetu. Lakini tulidhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi sote tumepona. Wakati unaikataa roho ya aibu, umeshajipima, unasema mimi sihusiki kwenye mfumo wote wa uovu, kwa hiyo pointi sipo. Lakini yamkini nimetupiwa hii roho. Sasa unaikataa kwa kuomba kabisa ya kwamba Yesu aliichukua aibu yangu, fedhea yangu, masikitiko yangu, hivyo siwezi kutembea kwenye aibu, kwa sababu alishaaibishwa kwa niaba yangu, alishafedheheshwa kwa niaba yangu. Kwa unakataa ile roho ya aibu, unakataa ile roho ya fedhea, unakataa ile aibu ambayo maadui wamekunenea kwenye ulimwengu wa roho. Lakini pia nimesema inategemeana na uko kwenye pointi ipi. Unaweza ukakataa pia roho ya umaskini, ukasema ni kweli nilizaliwa duniani ni uchi, nilikuwa uchi nje, lakini nilikuwa na uwekezaji wa Mungu ndani yangu. I have divine investment in me. Sitakufa kwa aibu na kwa fedhea. Lazima Mungu atanitumia kuleta matokeo ya kutisha katika dunia ya sasa. Lazima Mungu atanitumia kuleta matokeo ya kutisha katika dunia ya sasa. Sitaishia hapa nilipoishia. Na katai aibu. Ayubu anasema nalizaliwa uchi na nitarudi uchi. Sasa zingine ni kama kauli ya kiimani hivi. Lakini kumbuka Ayubu hakuja kufa uchi tena. Mungu alimrejeshea mara 7 ya utajiri wake. Kataa roho ya umaskini inayojifunua kupitia kutembea uchi katika ndoto. Sema amina. Lakini pia kataa roho ya uchawi. Wewe unaota uko uchi, unatembea uchi, fuatilia tu, utakuta bibi zako, babu zako walikuwa na asili ya uganga na uchawi, na ile damu inakufuatilia, ile roho inakufuatilia. Kataa, jitenge huko. Kama ulimuotea mtu ni mchawi, yuko uchi, jitenge na huyo mtu, iharibu ile roho. Sawa sawa na mafundisho niliyofundisha jana, namna ya kushinda roho ya uchawi.